Bwana unifanye niwe chombo cha amani yako, amani na salama. Amani na salama. Pengine umewahi kujiuliza salamu hiyo ina maana gani, au umeshawahi kuona watu wanasalimiana salamu hiyo amani na salama? Basi mnamo tarehe 10 Januari mwaka 2026 Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitangaza rasmi kutenga kwa mwaka wa jubilei kwa mwaka wa Mtakatifu Francisco wa Asizi. Na kiini cha jubilei hiyo ni maadhimisho ya miaka 800 tangu kifo cha Mtakatifu Francisco wa Asizi. Na hivyo kama kanisa kwa namna ya pekee ofisi ya toba ya kitume Apostolic Penitentiary waliweza kutoa ama kutangaza rasmi kwamba watu watajipatia rehema kamili kama ondoleo la adhabu za dhambi katika maisha yao, almaarufu indulgencia plenaria, chini ya masharti ya kawaida, kwamba watu watafuata masharti hayo. Na katika kuadhimisha mwaka huu wa jubilei ya miaka 800 tangu kifo cha Mtakatifu Francisco wa Asizi, kanisa limeweka neema na rehema kamili kwa wale watakaofuata masharti ya kusali katika makanisa yaliyotengwa kwa ajili ya hija, na kwa namna ya pekee makanisa yanayohusishwa na familia za Kifransiskani. Na hivyo kwa mwaka huu ni mwaka wa pekee kwa madaraja yote ya familia na wanachama wa Mtakatifu Francisco wa Asizi, kwa maana daraja la kwanza, daraja la pili na daraja la tatu, na vyama mbalimbali, mashirika, maisha ya wakfu na waamini wote kwa ujumla wanaalikwa kujichotea neema na baraka katika mwaka huu, katika jubilei hiyo ya miaka 800 tangu kifo cha Mtakatifu Francisco, ambaye Mtakatifu Francisco wa Asizi ameweka alama kubwa katika maisha na utume wa kanisa. Na hivyo basi kuna makundi mbalimbali ya wale wanaofuata ama wanachama wa shirika la Mtakatifu Francisco wa Asizi ulimwenguni. Na hivyo leo tunaye mmoja ya mwanachama mtawa katika shirika la Mtakatifu Francisco wa Asizi. Pengine atatuambia kwa upana dhumuni na kiini cha maadhimisho ya jubilei hii ya miaka 800 tangu kifo cha Mtakatifu Francisco wa Asizi. Tunaye ndugu, wanapenda kujiita ndugu. Tutajua vitu vingi kuhusiana na maisha na utume wao. Karibu sana ndugu padre, unaweza ukasema brother. Pengine anajitambulisha na kutuambia yeye ni nani, anafanya utume gani, kabla ya kuanza mada mbalimbali kupitia mwaka huu wa jubilei ya miaka 800 tangu kifo cha Mtakatifu Francisco wa Asizi. Karibu sana baba. Asante sana. Amani na salama. Amani na salama. Kama alivyosema, naitwa ndugu Benedict Msofe, mwanashirika shirika la ndugu wadogo wa Fransiskani wa Conventuali, ambayo ni moja ya zile familia katika daraja la kwanza sema la familia za Kifransisko. Ni nafanya utume hapa jimboni Dar es Salaam katika parokia ya Mtakatifu Bonaventura Kinyerezi, lakini pia kama mlezi wa kiroho katika shule zinazosimamiwa na kumilikiwa na shirika, shule za St. Maximilian hapa Segerea. Ndio. Pamoja na mengine, hasa katika hili la Wafransiskani nina hudumu pia kama mwenyekiti wa umoja wa Fransiskani wote katika jimbo letu kuu la Dar es Salaam. Hongera sana. Asante sana. Tupo na mwenyekiti. Karibu. Asante sana. Basi tunamshukuru Mungu kwa maadhimisho haya makubwa ya jubilei, miaka 800 ya kifo cha baba yetu Mtakatifu Francisco wa Asizi. Tunapenda kumuita baba yetu wa kiserafi. Tutaelezea baadaye maana yake nini, lakini miaka 800 ya kifo chake ambayo tunaiita Pasaka ya Mtakatifu Francisco wa Asizi.
kwa maana ile tu ya Pasaka kutoka katika maisha haya na kuingia katika maisha mengine. Kwa hivyo ni sherehe kubwa ambayo kwa sisi wa Fransiskani inatuhitimishia mfululizo wa hizi jubilei. Zimekuwepo kwa miaka minne. Hii miaka minne inayomalizika mwaka huu. Katika kila mmoja wa hii miaka tumekuwa na jubilei ya miaka 800 ya kitu fulani. Ni miaka 800 ya kitu fulani. Kuna ile ya Madonda, ile ilikuwa miaka mingapi? 800 nayo. Madonda iliyokuwa mwaka juzi. Mwaka jana tumesherehekea miaka 800 ya ule wimbo wake aliyoutunga, wimbo wa Ndugu Jua. Ndugu Jua au wimbo wa viumbe aliyoutunga akiwaita viumbe kaka, dada. Na ile kwa mfano hata kifo naita dada mauti. Naipenda sana dada mauti kabisa. Kwa hivyo lakini mwanzo kabisa tulisherehekea miaka 800 ya tunaita tukio la Greccio, sehemu kule Italia ambako mambo ya Krismasi, lile pango la mtoto Yesu ambaye alitengeneza. Kwa hivyo hii ndio kama inahitimisha hizo. Okay. Naam. Sasa kabla ya mtu kufa ni wazi alizaliwa, akaishi, baadaye akafa. Sasa wengine unakuta hawamfahamu Mtakatifu Francisco wa Asizi ni nani. Pengine kihistoria kwa ufupi alizaliwa wapi, maisha yake ya udogo, kijana, mpaka kuanzisha shirika, na kitu ambacho kikubwa ambacho kimempelekea mpaka yeye kuleta athari katika maisha na utume wa kanisa. Mpaka leo kanisa linamkumbuka kwa kufanya hiyo jubilei ya miaka 800. Pengine ndugu, tupitishe katika iko kipengele kwa ufupi. Asante. Francisco wa Asizi anazaliwa Italia huko kati ya mwaka 1181 au 82. Watu wa nyakati hizo wakati mwingine kwa hesabu kwa hakika unaweka au kwa hiyo 81 82 ndipo alipozaliwa na akakua kama kijana mwingine yoyote wa Kiitaliano. Ni katika kipindi ambacho kilikuwa kina mabadiliko makubwa, mabadiliko ya kikanisa, mabadiliko ya kijamii, mabadiliko ya kiuchumi pia na kisiasa. Kwa maana ya kwamba hasa Ulaya. Na kwamba kanisa lilikuwa kwa kipindi kirefu limekuwa sehemu ya utawala tuseme wa kijamii, kwa maana ya kwamba linamiliki mali ya kutosha. Na limechukuliwa hivyo kama sehemu ya matajiri wakubwa wa wakati ule. Lakini pia kijamii kwa ujumla tunaiona ama kiuchumi, jamii inatoka katika kipindi hicho ambacho kilikuwa kinatawaliwa tuseme na ule umiliki hasa wa ardhi, mali. Sasa umiliki wa ardhi na matumizi ya ardhi kwa kilimo na mambo kama viwanda. Lakini sasa inaingia katika viwanda na hasa biashara. Ndio. Watu wengi wanakuwa wafanya biashara ambayo inawaingiza mara moja kwenye uchumi wa katikati kwa sababu ya biashara wanazozifanya. Na inatokea kwamba baba yake Francisco alikuwa anaitwa Pietro Bernardone, alikuwa mfanyabiashara. Alikuwa anafanya biashara ya nguo, akisafiri kwenda Ufaransa, Italia kwa ajili ya kununua nguo nzuri na kuja kuziuza. Kwa hivyo katika kipindi hicho hasa huyu baba yuko safarini, huku nyuma Francisco anazaliwa, ambaye basi mama yake anampa jina Yohana. Lakini baba anaporudi anasema hapana, nataka kumuita Francisco, akihusianisha tu safari zake za Ufaransa na mapenzi yake kwa Ufaransa. Anapata hilo jina Francisco. Mama alimuita Yohane, baba akasema muite Francisco. Pengine hiyo Francisco, hilo jina lilikuwepo kabla yake au yeye ndio kama chanzo cha hilo jina? Yawezekana lilikuwepo, lakini ila lengo la baba kumpa ni kwa sababu tu Francisco inafanana na jina Ufaransa, France au Mfaransa mdogo, kitu kama hicho. Kwa hiyo anampa hilo jina na basi anaendelea kukua. Ni katika jamii ambayo kama ilivyo hata leo katika jamii zetu vijana wana ndoto mbalimbali. Kwa sababu hiyo Francisco anakuwa na vijana wenzake mtaani na katika jamii kama kijana mwingine, jioni wanapenda kupita, wanaenda kunywa kidogo hapa na pale, fanya vurugu za hapa na pale kidogo. Lakini pia tuseme
kule kufurahia maisha. Wanaimba huko mitaani jioni wakipita usiku nini. Lakini bila shaka maswali yanaingia kichwani mwake, anajiuliza, hivi mimi nataka kuwa nani au nitafanya nini? Katika kila jamii na pengine kila wakati watu wana mambo ambayo yanapewa uzito zaidi. Ndio. Kijana yote anaweza, yani anayafikiria yale, nataka kufanya kitu fulani, nataka kuwa kama fulani, pengine mfanya biashara, pengine ndio kitu ambacho ni maarufu kwa wakati ule. Wakati huo ilimpasa kijana ili apate sema sifa kubwa, aingie jeshini akapigana. Awe mwanajeshi. Akapigana kwa sababu pia kiuchumi, kisiasa ni kipindi ambacho kilikuwa kinatawaliwa na vurugu nyingi, mapigano mengi hapa na pale baina ya mji mmoja na mji mwingine, nchi na kadhalika. Na tunafahamu ilikuwa pia ni wakati ambapo kulikuwa na vita hata vile vya Wakristo na Waislamu. Okay. Kwa hivyo kilikuwa kipindi hicho. Kwa hiyo kijana ilimpasa ili apate sifa aingie jeshini, lazima aende akapigane. Anaporudi hadhi yake katika jamii tayari imeshapanda. Francisco alikuwa na ndoto hiyo kwamba yeye akaingia sasa. Ataenda. Aliingia mara moja, akajaribu kwenda vitani, walipigwa sana. Alirudi huko hoi, hajiwezi. Of course aliwekwa gerezani kwa muda wa mwaka mzima karibu. Na baba yake basi kwa sababu ya uwezo aliokuwa nao akaenda kumtoa, akilipia fidia, na Francisco anarudi nyumbani katika hali hiyo. Kwanza kabisa fedheha, amefedheheka. Alikuwa na ndoto ya kwenda kule na kushinda. Sasa imekuwaje? Nimepigwa vibaya sana, amerudi. Kwa hiyo yeye sio tena sifa katika jamii yake, yeye ni kitu cha kufedhehesha. Lakini pia mgonjwa, mdhaifu. Katika kipindi hicho cha ugonjwa, udhaifu, kule tuseme kuwa chini badala ya kuwa juu kama alivyotarajia, Francisco anatafakari zaidi maisha yake. Anagundua kwamba vitu vyote havina maana. Hata ile ndoto aliyokuwa nayo. Katika tafakari na sala zake za hapa na pale, anasikia sauti ya Mungu. Kwa mfano, nikimuuliza wakati fulani, Francisco, unataka kumtumikia nani? Kumtumikia Bwana au kumtumikia mjakazi wake? Kwa maana ya mambo hayo unayotafuta katika maisha yako, unataka kufanya nini? Unaweza ukawatumikia wanadamu ama ukamtumikia Mungu ambaye ni mkuu wa wanadamu wote. Kwa hivyo Francisco anajibu, mimi nataka kumtumikia Bwana na sio mjakazi wake. Anaendelea akitafakari, akifikiria mambo mengi katika maisha, na wakati fulani akisali katika kikanisa ambao kulikuwa na msalaba huo wa Mtakatifu Damiano, ndipo anaposikia sauti ikimwambia, Francisco, nenda ukalikarabati kanisa langu ambao kama unavyoliona linaanguka, kama unavyoliona linabomoka. Kwa Francisco anaichukua hiyo, alijipata hiyo picha. Kwa kawaida anaweza akawa amepata picha kama hiyo, akafikiria labda kwenda kujenga kanisa lao hapo, kama kanisa kama jengo. Yeye alipata hiyo picha moja kwa moja, ni kanisa kwa maana ya kanisa au kanisa kwa maana ya jengo. Mwanzoni alipata picha gani? Mwanzoni picha ilikuwa ni ya jengo. Kwa hiyo akaenda kujenga kanisa kabisa. Alienda kukusanya mawe. Aliona kanisa lililokuwepo, akakusanya mawe na pia fedha. Akaanza kabisa kwa mikono kujenga. Baadaye sana ndipo alikuja kuelewa, kumbe hakumaanisha jengo, alikuwa anamaanisha jengo, ila kanisa watu, roho za watu kwa ujumla. Kwa sababu hiyo anaendelea mbele, lakini anaanza na sema, nimezungumzia fedha. Hakuwa na fedha yeye kama yeye, kwa sababu wakati huo sio kwamba mali ilikuwa ya baba yake. Kwa hiyo alichukua mali ya baba yake, wakati fulani baba hayupo, akauza nguo zote baba alizokuwa amekusanya, akachukua fedha kwanza, aliwapa nyingine maskini na nyingine akatumia kwenda kukarabati ile kanisa. Kwa mzee anaporudi anakuta fedha zake, mali zake hakuna, anakuwa mkali. Kama hata Francisco anamfunga ndani kwa muda, mama yake ndio anayeingia kwa siri, anamfungua, anamwacha aende. Wazazi hawamuelewi kabisa Francisco katika wakati huo. Haeleweki kabisa. Baba haelewi mtoto atakuwa nani tena. Kwa hiyo maisha yanaendelea kuwa magumu hivi. Kwa hiyo kuna huko kutofautiana kwa ndoto kati ya wazazi na mwenye ndoto mwenyewe. Na basi baadaye, kwa hadhi ambayo askofu alikuwa nayo katika kipindi hicho, baba anampeleka Francisco kwa askofu kumshtaki kwamba ameuza mali zangu zote, ametapanya kila kitu, sielewi hata anafanya nini.
na askofu basi anamuita Francisco waweze kukubaliana hapo na arudishe walau fedha zilizokuwa zimebaki. Ilikuwa ni nje kwenye kadamnasi ambapo baada ya kumrejeshea kila kitu, Francisco akatangaza pia kwamba siku zote nilikuita wewe Pietro Bernardone baba yangu, lakini kuanzia sasa nitasema baba yetu uliye mbinguni. Ilikuwa ni badiliko gumu, chungu kidogo, hasa kwa mzazi kulipokea, kwa sababu alivua nguo zake zote pia akamkabidhi, akamwambia sina tena chochote ambacho ni mali yako. Mimi ni mali ya Mungu, mimi mali ya kanisa kuanzia sasa. Kwa hivyo akaenda akavaa magunia kabisa, ni magunia wanavodai. Hapo mwanzoni alipovua vile sasa kwa ajili ya ile aibu na nini, askofu alitoa vazi lake la juu akamfunika. Tutaitafakari baadaye vizuri zaidi, ina maana kubwa ya kiroho. Ndio. Francisco anapokea protection ile ya kanisa. Ulinzi wa kanisa. Baadaye yeye mwenyewe atauelewa vizuri sana, atajiweka daima ndani ya kanisa, chini ya uongozi na mamlaka ya kanisa. Ndio. Kwa hivyo anaendelea hivyo na maisha yake. Francisco mwanzoni kabisa hakuwa na lengo la kuanzisha shirika. Hakuwa na lengo la kuanzisha shirika, alitaka kubadilisha maisha yake binafsi. Uongofu binafsi ambao utasababisha uongofu wa watu wengine, basi ndio lilokuwa lengo lake. Nini kinatokea mpaka anaanzisha shirika ile daraja la kwanza, baadaye la pili na la tatu? Anapoanza kuishi, watu wanatamani, watu wanavutiwa. Kitu cha ajabu kidogo. Maisha ya tofauti na hayo mazingira, lakini watu wanavutiwa, wanamfuata. Kwa sababu ameacha vitu vyote hapa, anaishi maisha ya ufukara wa hali ya juu. Hataki kumiliki chochote, kumiliki mali na nini, anataka kuishi kawaida. Watu wanaanza kumfuata, na kwanza tuna hili kundi la kwanza sasa la wanaume ambao wanamfuata, na baadaye wanaanza kuishi pamoja na yeye katika hali hii. Walikuwa wakitembea wakiomba, walikuwa kama omba, yani wanachotumia, wanachokula, wanachofanya ni wanaenda kuomba mtaani kwa watu. Kwa hiyo wanazunguka, wanaomba, wanarudi, walichopata wanagawana na masikini na wao wanakula. Na sasa watu waliwaelewaje? Kwa sababu mtu akija akiomba kama omba wakati mwingine inakuwa ngumu kumuelewa kwamba wewe mzima, una miguu, unafanya kazi, kwa nini unashindwa kufanya kazi ukaanza kutuomba? Watu waliwapokeaje katika mazingira hayo? Maana omba wapo mtaani, lakini wakati mwingine inakuwa ngumu kuwaelewa. Mapokezi yalikuwa ya aina zote mbili. Kuna walioelewa, kuna ambao hawakuelewa. Lakini haikuwa kwamba hawakuwa kabisa wanafanya kazi yoyote. Kazi za mikono walikuwa wanafanya. Walikuwa pia wanafanya kazi za mikono, kulima, kujitafutia chakula na nini. Lakini zaidi ya hapo walikuwa pia wanaomba ili waweze pia kupata na kile cha kugawana na maskini. Nikiwa mdogo hasa mtumishi pale Segerea, kulikuwa na brother mmoja alikuwa anatufundisha historia na maisha ya Mtakatifu Francisco. Moja ya historia ambayo ilinishangaza ni kwamba Mtakatifu Francisco katika chakula chake alikuwa anachanganya na majivu. Ni kweli au ilikuwa ni kunogesha tu story? Mtakatifu Francisco kama watakatifu wengi wa kipindi kile walikuwa wanaishi pia ile tunaita maisha ya kujitesa zaidi kidogo. Kutesa mwili. Yaani utakatifu na upata kwa kutesa mwili. Kutumikisha. Mara sio analalia mto kama jiwe. Yaani tunavolalia mto wamenyoya si godoro, yeye analalia jiwe. Anajipunguzia starehe zile ambazo pengine zinafanya mwili unabweteka. Kwa hivyo alikuwa anafanya vitu kama hivyo vingi tu. Ndio. Kwa hivyo baadaye anaendelea hivyo, wanaume wanamfuata, anaanzisha hiyo daraja la kwanza wa Fransiskani, anaenda Roma kupata kibali kwa Baba Mtakatifu kwa kanuni aliyokuwa ameiandika. Kwa hiyo alikuwa ulisema mwanzo hajataka kuanzisha shirika. Ndio. Baadaye watu wakavutiwa, wakamfuata. Kwa maana mpaka anamfuata Baba Mtakatifu, ameandika sheria, taratibu na nini. Maana alitambua kwamba ninachofanya ni kama shirika. Ndio, kwa sababu alikuja kung'amua baadaye kwamba hiki ni kama shirika ninalofanya. Ndio, kwa sababu mashirika mengine yalikuwepo nadhani. Okay. Na ile kwamba sasa hatuwezi tukakusanyika tu hivi
tukaendelea tu kuwepo bila kibali maalum cha kanisa, lazima watu watatuelewaje? Tutambulikane sisi ni kina nani. Kwa hivyo, na hasa kwa sababu kuna baadhi ya watu pia waliomshauri mwanzoni ajiunge na mashirika yaliyokuwepo, hata wakati akitaka kupata kibali kile cha Baba Mtakatifu kwa kanuni yake ile, wanamuuliza kwa nini kanuni mpya? Tayari wa Benediktini wapo, lakini kwa nini usijiunge? Ulaya na kipindi hicho wa Benediktini wameshatawala kwa muda mrefu kushamiri. Lakini yeye sasa alikuwa anataka aina tofauti kidogo ya maisha, kwa sababu maisha ya kitawa hasa wakati ule yalikuwa ni ile tunasema contemplative, maisha ya ndani zaidi. Yeye alitaka kukaa ndani, lakini pia kutoka nje kuhubiri. Kwa alitaka vyote viwili. Kwa hiyo akaona kuna ulazima wa kuanza kitu kipya ambacho kitakumbatia yote mawili, kuweza pia kufikisha Injili kwa watu. Anaendelea hivyo. Baadaye binti wa Asizi ambaye pia ni wa familia inayojiweza, anaitwa Clara. Hasa anamuona Francisco anavyoishi, anasema haya ndio maisha ninayoyataka. Kwa atamtafuta Francisco na kumwambia nataka kuishi haya maisha. Francisco anamwambia mimi sina mahali pa kuweka wanawake. Tafadhali usinifuate. Naambia haya ndio maisha yangu. Wewe utajua utaniweka wapi, lakini haya ndio maisha. Tayari wakati ule, kwa sababu za kisiasa, mabinti kama hao wa familia hizo zinazojiweza wanatakiwa waozeshwe kwa watu wengine, matajiri au wenye hadhi kubwa, ndio ili kutengeneza familia iendelee kuwa imara. Ndio. Na kupunguza vita na mapigano ya hapa na pale. Kwa hiyo Clara tayari ameshatafutiwa mtu, lakini yeye anaona kabisa haya sio maisha yangu. Kwa hiyo kuna mtafaruku mwingine hapo nyumbani. Baadaye Clara anatoroka usiku akiwa ameshatengeneza mambo vizuri na Francisco. Wanampokea, wanampeleka. Mwanzoni atakaa kwa masista wa Benediktini mpaka baadaye watakapokuwa hao wanaume wameandaa sehemu maalum kwa ajili ya Clara, na baadaye wanawake wengine watakaojiunga akiwemo dada yake na baadaye zaidi mama yao mzazi pia. Baadaye kumbe Mtakatifu Francisco ana mchango mkubwa pia wa huyo Clara, kwa sababu pengine asingekuwa yeye, pengine labda angekuwa na hiyo nia ya maisha hayo, lakini angefanyaje? Angethubutu kufanya hivyo au angeingia mashirika mengine? Pengine alikuwa na mchango mkubwa. Ndio, kwa mchango mkubwa sana. Kwa hiyo hao wa daraja ya pili sasa ya Franciscani ni hao masista wa Mtakatifu Clara, ambao wao sasa walichukua, kwa sababu wakati huo haingekuwa inawezekana kwa masista kuishi maisha ya nje. Maisha ya ndani ndio yaliokuwa mfumo, ndio yalikuwa utaratibu. Ndio maana alienda kukaa na wale wa Mtakatifu Benedikto. Na baadaye hawa Mtakatifu Clara pia wanapoanza ni wa maisha ya ndani mpaka leo. Sasa yeye Francisco alipata wafuasi. Yeye wafuasi walimjuaje wakati ni mtu wa ndani? Au ni wale wa masista wa shirika lile waliingia? Hapana. Au ni watu wa kawaida? Sasa walimuonaje wakati yeye anakaa ndani? Anakaa ndani. Sasa ni kazi wanayoifanya wanaume kwa ajili ya, kwa sababu hata tangu mwanzo mmoja wa hawa ndugu sasa wa kiume alikuwa anawekwa kushughulikia masuala ya hawa masista, kwa maana ya pengine padri awaadhimishie misa, lakini pia mahitaji yao yale ambayo hawawezi kufanya kutoka nje na nini. Kwa alikuwa kuna muangalizi ambaye anatambulika na kanuni. Kwa hiyo amekuepo, lakini pia wanafanya vitu wao wanaweza wasitoke nje, lakini kazi wanazozifanya, wanatengeneza vitu vya mikono, wanafuma, wanashona, wanachora, wanachonga, wanafanyaje. Kumbe sio wanakaa tu kusali. Kai tu kusali. Sali na kazi pia wanafanya. Kwa vitu vyao vile vinatoka nje. Vinaonekana, watu wanajua hivi vinatoka. Kwa hiyo pia kuna namna ambayo wanainjilisha. Lakini kwa maisha yao ya sala pia wanaombea watu na nini, maisha yanaendelea vizuri. Daraja la pili. Kumbe hawa daraja la pili ni wa Mtakatifu Clara pekee. Endapo wakitokea watu wengine wanaofuata ile karama ya Mtakatifu Francisco, tunao wale dada wadogo. Ndio. Wale wanakuwa daraja la ngapi? Daraja la 3. Wale ni daraja la 3. Ndio. Japo ni masista. Ndio. Kumbe kuna tofauti. Kwa sasa inapokuja kuanza baada sasa tuna daraja la kwanza, tuna daraja la pili. Lizoleka kuitwa utawa wa kwanza, utawa wa pili. Baadaye sasa kuna watu wengine. Mtu ana ndoa yake kwa mfano, lakini ametamani haya maisha. Anafanyaje? Hapaswi kumwacha mke wake na familia ili ajiunge huko.
Kwa hiyo atayaishi kule kule alipo katika maisha yake ya ndoa, ataishi ufransiskani wake, na baadaye inatokea kwamba kuna mtu pengine tayari ni padri padri wa jimbo la lakini anapenda karama ya Mtakatifu Francisco. Kwa hiyo anajiunga pia, lakini sasa huyo hayupo kwenye daraja la kwanza. Kwa hiyo anaweza akawa anafuata nani za Mtakatifu Francisco, lakini yeye atakuwa hii la tatu. Atakuwa ya tatu. Japo ni padri. Padri tayari. I say. Na mtu mwingine ni mtawa. Mtawa. Sasa wale mbona hawana vitu vingine, lakini mnawaita daraja la tatu? Wale dada wadogo au wale wa maenge sijui. Ndio. Kwa nini mnawaita daraja la tatu wakati wao ni watawa, wana naziri za utawa? Sasa baadaye hii daraja la tatu linawekwa vizuri, linafafanuliwa kwamba limegawanyika katika sehemu mbili. Tunao hawa wanaoitwa wasekulari, waamini walei kabisa. Na tuna sasa hii ni seculari, kwa Kiingereza secular. Kinyume chake ni regular. Na utawa watatu, daraja la tatu regular. Hawa ni watawa kabisa. Watawa wanafuata sheria. Lakini kwa sababu tu wao sio wa daraja la kwanza wala la pili. Okay. Kwa hiyo wanaangukia daraja la tatu, lakini wao ni watawa kamili. Hapa Tanzania tunao wengi. Hawa Mahenge umewataja, dada wadogo hawa. Kuna hao watersiari wa Kigamboni. Na kuna wengine niliwaona nafikiri toa ngoma, wale masista. Masista ndio. Wale sio Clara wale sio Clara. Okay. Sasa ukienda Morogoro kuna yule ndugu Ricardo, anafahamika kama Padri Pekupeku. Pekupeku. Sasa yule hayupo kwenye ya kwanza wala ya pili. Yule ni tatu. Nilikuwa nasikiaga kwamba yeye ndiye anaishi yule Mtakatifu Francisco mwenyewe. Hiyo tutaiangalia vizuri mbele, athari mko mbele, kwa sababu tunafahamu leo kwa mfano ile daraja la kwanza limegawanyika katika familia tatu. Ndio mgawanyiko sasa unaanza na hicho kitu hicho cha kusema mimi naishi vizuri zaidi. Kwa hiyo unatokea tayari mgawanyiko. Naam, mfano wa Mtakatifu Francisco wa Asizi ambaye alikubali kuishi maisha ya kama maskini, lakini pia kwa unyenyekevu mkubwa, na akimwakilisha Kristo kwa kuishi maisha ya Injili, akitualika na sisi tuwe na moyo huo wa kuwa na ufukara wa ndani, lakini upendo wa kweli kwa watu, ndugu, majirani, maskini na watu mbalimbali, na akihamasisha sana amani, swala la amani katika maisha yetu. Katika maisha yake hayo ya kutafuta kuishi kadiri ya Injili ama mashauri ya Injili, aliweza kuwavutia watu mbalimbali ambao wakaamua kumfuata yeye, na mpaka sasa tuna mashirika walau shirika la Mtakatifu Francisco wa Asizi, lakini familia padre atatushirikisha vizuri familia tatu. Kuna familia ya Wakonventuali, familia ya Wakapuchini na familia ya Wafransiskani.